Chaji ipi ni bora, ya wireless au ya wiring ya kawaida? Ipi ni bora na ipi ni nunue? Kwenye video hii sitozungumza yale mambo ambayo hayadili na teknolojia. Ipi ni rahisi kuweka kwenye mkoba, ipi ni rahisi kuchukua, ipi ni nyepesi. No, hiyo sio site yangu. Mimi nitazungumza kiteknolojia. Kisha wewe utaniambia kwenye comment ipi ni bora. Kwanza tuanze kwenye speed ya kutia chaji. Chaji za wire, hizi chaji ziko ambazo zina watts mpaka 100, lakini chaji za wireless ni watts 5 mpaka 15, pengine mpaka 20. Chaji za wire za kawaida ni bora kuliko chaji ya wireless, kwa sababu chaji ya kawaida, kwa sababu ina watts nyingi, unaweza kutia chaji faster ukaondoka. Sababu ya pili, upotevu wa nishati. Upotevu wa nishati ni ile unatia chaji lakini kuna baadhi ya nishati nyingine haingii, inapotea tu kusikojulikana. Chaji ya wire haina upotevu wa nishati. Chaji ya wire inachomeka kwenye socket, chaji inatoka kule inapita moja kwa moja mpaka kwenye battery, hakuna losing hapa. Lakini chaji ya wireless inahusisha coil mbili kubaina ya ile device unayotaka kuchaji na ile chaji yako, unahusisha hivi. Hapa baina ya kuhusisha ni baina ya kugusa, hapa nishati inapotea. Hii processing inayotokea kutoka kwenye kifaa unachochajia na ile chaji yenyewe unapohusisha, hii ni wazi kwamba sehemu hii ina lose nishati. Chaji ya wire hakuna kupoteza nishati. Ukipiga 100 itaingia 100 kwenye simu yako moja kwa moja, ikiwa 25 moja kwa moja kwenye 25 kwenye simu yako. Hakuna losing kwa sababu kila kitu kinapita kwa wire. Lakini wireless kuna upotevu wa nishati hapa. Vipi kuhusu joto? Joto likoje? Joto ni adui wa betri. Narejea tena, joto ni adui wa betri. Ikiwa simu yako inapata joto, ina hiti, haina maisha. Sasa ikoje kati ya chaji hizi za wireless na chaji hizi za wiring? Kwanza hapa naomba niseme, kwenye chaji za wiring hizi za kuchomeka wire, ziko chaji ambazo ukichomeka hivyo hivyo unapata joto si la kawaida, simu inakuwa moto. Ni kwa sababu hiyo chaji unaotumia haina kiwango au haikupimwa. Kwa hiyo unaweza kupata tatizo la simu yako kuwa moto. Ukichaji simu ikiwa moto, basi kuna haja ya kujiuliza kwa nini iwe moto. Hiyo waya ya chaji unayotumia ina lakin ndani yake. Sasa twende moja kwa moja. Chaji za wiring mara nyingi huwa hazina joto, lakini chaji za wireless joto linakuwa la hali ya juu, kwa sababu mabadilishano baina ile nishati kutoka kwenye simu na kile kifaa unachochajia kunatokea joto kubwa sana, na joto ni adui wa betri. Bila shaka kwa sababu hizo tatu za kiteknolojia nilizozizungumza, ni wazi umeshapata kujua ipi ni bora kati ya hizi na ipi ununue na ipi utumie. Niambie kwenye comment, wewe ni timu gani? Ni wireless charging au chaji za waya? Hii na Zinjibari Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe, na kama una maoni au una comment, unaweza kuja kwenye sehemu ya comment, bila ya kusahau kuniambia kwenye comment, je, wewe unapenda kutumia chaji gani?